Hello, good morning viewer. Welcome this morning. Karibuni kwa mahubiri ya siku ya leo. Bwana akuwe pamoja nanyi. Ni kwa sababu ni mwaminifu na yeye ni mwema. Siku ya leo nimesimama mbele zenu kama tu kawaida vile Mungu huwa ananiwezesha ili nikaweze kuja na kumega mkate pamoja nanyi katika jina la Yesu. Natarajia kwamba mmekuwa na wiki njema ambao ni ya baraka, mwezi ambao ulikuwa ni wa 10. Sasa tumeingia mwezi wa 11 katika hali ya ushindi, na tunaamini ya kwamba mambo ambayo yakutendeka mwezi uliopita Mungu anaandaa kuyafanya mwezi huu. Ni kwa sababu maandiko inasema ya kwamba the good work that he has begun in us he will bring it to completion. Katika kitabu cha Wafilipi 1:6 hivi ninasema ya kwamba ile kazi njema Mungu alianza ndani yetu lazima kaje na kuimaliza. So asubuhi ya leo nimekuja ya kwamba tukashiriki neno, naye Bwana akaweze kutubariki na hata akaweze hata kutufikisha katika hatima zetu. Sasa asubuhi ya leo niko na ujumbe ambao Mungu ametia katika moyo wangu. Ningetaka ya kwamba tukaweze kushiriki pamoja, lakini kabla ya hayo ningetaka tukaweze kufungua kwa maombi na kisha tukaweze hata kushirikisha Roho Mtakatifu akaweze kuwa sehemu yetu na akaweze hata kutusaidia. Ni kwa sababu maandiko inasema ya kwamba Roho wa Mungu ni msaidizi, Roho wa Mungu ni mshauri, Roho wa Mungu ni mwalimu, Roho wa Mungu atatufundisha ukweli wote. Na tukaombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kuhimidi asubuhi ya leo. Ninakutukuza asubuhi ya leo ni kwa sababu wewe unastahili Bwana. Hakuna kama wewe Bwana. Umeinuliwa katika mlima wako Jehova, umeinuliwa katika mahali pako palipoinuka, umeinuliwa katika mlima wako mtakatifu Jehova. Asubuhi ya leo Mfalme, nanyenyekea chini ya miguu zako Bwana. Ninapoanzisha Baba mahubiri haya, naomba mkono wako ukakuwe juu yangu Bwana. Kama vile Samueli alimwambia Sauli, naye Roho wa Mungu atakuwa juu yako na utakuwa mtu tofauti. Naomba asubuhi ya leo Bwana nikawe kama chombo ambacho tutakayotumia Jehova asubuhi ya leo. My Father, my God, I pray that Jehovah God, you will speak to my mind, you will speak to my spirit, Jehovah God. You will subdue my mind, you will subdue my heart, Jehovah God, this morning. Whatever I say shall be beneficial, Jehovah, to the listener, to the Jehovah God who will watch later, even now. Katika jina la Yesu Kristo naomba atakuamini. Amina. Asubuhi ya leo ningetaka tunene kuhusu kukaribia kiti cha Mungu katika hali ya ujasiri. Huu ni ujumbe ambao Mungu aliweza kutia katika moyo wangu, na nikajua ujumbe huu ni wako wewe ambao umekuwa umesikia umefika mwisho. Umeona ya kwamba ni kana kwamba umetenda dhambi nyingi, umeona kana kwamba umepitia kipindi ambacho sasa ni cha kukataliwa na Mungu hawezi akakukubali tena. Lakini asubuhi ya leo nimekuja kukuambia kwamba kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo, kwa sababu ya ushindi wa msalaba, kwa sababu ya yale Mungu ametutendea kupitia Yesu Kristo, ya kwamba sasa tuko na ujasiri ya kuweza hata kukaribia kiti cha rehema na kiti cha ushindi ambacho ni kiti cha neema cha Mungu wetu katika hali ya ujasiri. Asubuhi ya leo ningetaka tuongee hiyo na topic ni approaching the throne of grace in confidence. Approaching the throne of grace in confidence. Hivyo ni kusema ya kwamba unakaribia kiti cha rehema katika hali ya ujasiri, katika hali ya uhakika, in the name of Jesus. Tutasoma kitabu ambacho ni cha Wahibrania wa kwanza na mstari wake ni mstari wa 16. Unasema ya kwamba basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Wewe unapokuwa una ile tabia ya kukaribia kiti na niulize, how do you approach through this seat of mercy ama seat of grace of our God boldly? Hii ni kuwa unakuwa na imani ya kutosha, unakuwa na ujasiri, unakuwa ukiomba unaamini ya kwamba Mungu atasikia maombi yako, unaamini ya kwamba hata kama umecheleweshwa Mungu ataweza kukukumbuka. Na hii ndiyo hali ya kukaribia kiti cha rehema kwa hali ya ujasiri. Ujasiri ni courage, na courage ni kusema ya kwamba you have got confidence that God liveth. The Bible says in the book of Hebrews, the same book that I'm reading, 11 and verse 6, ya kwamba without faith you cannot please God. Kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho unafaa kuwa nacho unapokaribia kiti cha rehema ni ya kwamba unakaribia kiti hiki ukiwa na imani
So when you got faith, that shows that ya kwamba wewe unaweza karibia kile kiti, na maandiko inasema you cannot never please God when you have no faith, and this faith is what help us. Ya kwamba the Bible says that you must believe that God is there and he rewards those that seek him diligently. Kuna ile njia utamtafuta Mungu katika njia kuingia ndani, na hivyo ndivyo utakapokuwa una uwezo wa kufikia kiti kile cha rehema katika hali ujasiri. Na utakapofikia kiti hicho cha rehema kwa ujasiri, kuna mambo itatendeka katika maisha yako, na jambo la kwanza ni ya kwamba uta obtain mercy. Wacha nisome tena ya kwamba the Bible says that we may obtain mercy and find grace to help us in the time of need. Mpendwa, za kuwa saa hii unaomba sana, uhitaji neema, ya kwamba wewe unaomba sana, maisha yako yanaelekea vizuri na uone mahali unahitaji hata Mungu akuingilie katika maisha yako katika hali ya undani, lakini itafika wakati ambapo ile neema ama ile rehema ulipata kwa Mungu, hiyo itakusaidia wakati ambao uko chini. Mtu kama Elijah alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni mighty, na wakati ilifika wakati mmoja ambao akaishiwa na nguvu na akahitaji neema kwa Bwana, akahitaji rehema, na ile alikuwa nayo akiomba wakati ule na alikuwa anatumikia Mungu. Hiyo inaonyesha ya kwamba mtumishi huyu alihitaji rehema ambayo alikuwa ameiweka, na hiyo ndio ilikuja kumsaidia. Na sasa niulize, nayo neema hii ni nini? Neema tunasema ni kibali ambacho au ku deserve. This is called undeserved favor. Ya kwamba au kuhitaji mambo fulani, lakini Mungu anakutendea kwa sababu ya neema yake. So what we call the grace. The grace is the power that come to help you when you are weak. Pengine unapata pengine hauna pesa, watoto wako hawajaenda shule, hujalipa nyumba, lakini mwezi huo Mungu anafanya kitu ya kwamba inatendeka vile haukuelewa, na mambo yote yanakuja kwa ushindi. Hii ndio neema tunasema ya kwamba neema ya Bwana unaipata wakati huo ambao unahitaji. Na so kwa hivyo nayo mercy, hiyo ni grace. Grace ni unmerited favor, lakini nayo mercy ama rehema, nayo ni kindness of God, compassion. Wakati mwingine unaambia Mungu nahitaji rehema, na Yesu akasema ya kwamba wakati mwingine you don't need sacrifice, you just need mercy. Mercy ndio inasema ni ya kwamba ni compassion. Mercy ni what we call kindness of God. Wakati mwingine unahitaji kindness. Wakati unaenda kwa Mungu, unakuwa katika hazina ya kiroho, umeweka ile tunaita compassion, umeweka ile tunaitanga kindness, which is the mercy of our God. Na inafika wakati our God anakuwa na merciful to us. Samahani. Anakuwa merciful to us. Ili kusema ya kwamba Mungu anaangalia ile sadaka umemuinulia, anaangalia ile maombi umeomba hata mwaka mzima, anatazama hata vile mienendo yako na yeye mwaka mzima, na naona hauhitaji kubarikiwa, ni kwa sababu hata haijafika kipimo, lakini kwa sababu ya compassion, lakini kwa sababu ya kindness, naye Mungu anakuhurumia. Na maandiko inasema ya kwamba wakati mwingi Yesu alipokuwa akitembea hata katika njia za Yerusalemu, angekutana na watu ambao pengine katika njia zao walikuwa wametenda dhambi, si watu kamilifu, hata hawakuwa pamoja, hawakuwa katika hawa mitume, na si watu hata walikuwa ambao ni wanafunzi wake, si watu walikuwa katika hekalu, ni watu walikuwa wamekataliwa, they were cast out of the city. Watu kama wale wenye mikoma 10. The Bible says hawa ni watu walimkujia Yesu, lakini Yesu ni kuhurumia, aliwahurumia because of his compassion, because of his kindness ambayo ni mercy. Maandiko yanasema ya kwamba naye Yesu alikuwa anawaponya kwa sababu ya mercy. So kwa hivyo this morning we need the mercy of God so that we can be able to draw near the seat of mercy, his throne. Yani unajua throne ya Mungu inasema mambo mengi sana. Throne ni mahali Mungu anaketi, na maandiko inasema ya kwamba katika bingu Mungu ameweka kiti chake cha enzi. Kwa hivyo unaposema ya kwamba ukaribie kiti chake cha rehema, unakaribia katika uwepo wa Bwana. So nitaingia katika point ambazo Mungu amenisaidia kutayarisha, na number 1 tunaingia katika kiti chake cha rehema ama the throne of mercy in confidence through the blood of Jesus. Kama hakungekuwa na damu ya Yesu, sisi hatungekuwa hai, sisi hatungekuwa taifa teule, hatungeteuliwa katika hii giza tulikuwa ndani yake. Ni kwa sababu maandiko yatuambia kabisa ya kwamba we were in darkness but God took us to his marvelous light.
Mungu akatupeleka katika mwangaza wake wa ajabu. Na ni kwa sababu gani? Ni by his blood. Oh, nafurahia ya kwamba ni kupitia Yesu. Si maandiko inasema ya kwamba kuokoka kwetu haikuwa kazi. Si kazi tulifanya, lakini ni kwa sababu ya neema that we were saved. Because we receive salvation because of the grace. Na nisome hiyo maandiko katika kitabu cha Wakolosai 1:21. Wakolosai 1:21, tuone kwa damu yake tumepata access because of his blood. And the Bible says in the book of Colossians 1 and verse 21, it says this, and you are sometimes alienated enemies in your mind by wicked works, yet now has he reconciled. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba tulikuwa maadui wa Mungu. Tulikuwa sisi tumekataliwa kwa sababu ya dhambi. Lakini yeye ametupatanisha. Ni kwa sababu hiyo damu alimwaga katika msalaba. Yeye amepatanisha vitu vyote. Amepatanisha. Ni kwa sababu ya msalaba. Nikienda hapo 20, wacha niende 20. 20 ndio inasema hiyo mambo ya damu. 20 inasema hivi, and having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself by him. I say whether they may be on earth or in heaven. Kwa hivyo mambo yote yaliyokuwa katika ulimwengu huu na ya mbinguni yalipatanishwa yote pamoja kwa sababu ya damu yake. Through the blood of his cross. Kwa sababu ya damu ya Yesu tuko na ujasiri wa kukaribia kiti cha Bwana, kiti cha rehema, the throne of mercy, the throne of grace, because of his blood. Kama siyo damu ya Yesu, tungeitwa nani sisi? And this blood of Jesus ni damu ambayo iko zaidi ya damu ya kondoo, iko zaidi ya damu ya afiri ambayo Mungu alikuwa anaitetea, na anasema ya kwamba damu ya afiri uliyeua, sana naambia Cain, inalia katika mchanga kwa sababu ya haki. So kwa hivyo, lakini hii damu ya Yesu ni zaidi ya damu ya wanyama, zaidi ya damu ya afiri, zaidi ya damu yoyote. Na kupitia hii damu tumerejeshwa katika mipango ya Bwana. So mpendo, siogope karibia katika kiti cha rehema, katika kiti, the throne of mercy. We draw near the seat of mercy in confidence. Hivi ni maandiko yametuambia katika Waebrania 4 Samahani, 16 ya kwamba by his blood we can access the throne of mercy. Ni kwa damu ya Yesu ndio tunaweza tukaribia hata hii throne of mercy. Jambo lingine ni we can access the holy of the holiest. Unajua sasa tunaweza karibia the holy of the holiest ni kwa sababu hapo the holy of the holiest ndio the throne of mercy, ndio the throne of God. Tunafaa kuwa in boldness. Sasa mahali hapo hapakuwa panaingiwa kitambo na mtu yote, palikuwa panaingiwa na kuhani. Hapo holy of the holiest, hata wacha holy of the holiest, hata the holy place haikuwa inaingiwa na wanadamu. Siku za Musa, siku ya wana wa Israeli, kabla ya neema, maandiko inasema ya kwamba naye kuhani mkuu angeingia katika mahali pale kama amefungwa mguu, ili akikufia mahali pale ndani angevutwa na kamba. And the Bible says because of the blood of Jesus we can access the holy of the holiest. Uliona ya kwamba Yesu alipokufa msalabani, mambo yaliyofanyika ni mambo kadha wa kadha. Jambo la kwanza lililofanyika katika wakati ule Yesu alipokufa msalabani kuonesha ushindi ni ati kulikuwa na earthquake, ni ati kulikuwa na giza ya 3 hours, ni ati wale waliokufa katika makaburi walionekana maelfu na maelfu. Watu wapatao wengi waliweza kufufuliwa na wakaweza kuonekana katika barabara za Yerusalemu. Na jambo lingine lilifanyika ni ya kwamba lile pasia la kanisa lilikatika mara 2, kuonesha sasa mahali pale pako wazi kwa mtu yote atakaye pakaribia katika hali ya boldness, katika hali ujasiri. Mtu anaweza kafika mahali pale. Ni kwa sababu sasa Yesu alisema ya kwamba yeye ndiye amekuwa kuhani mkuu. Shakaraba zikiri maganda. Ni kwa sababu wale walikuwa wanaingia mwaka kwa mwaka. Na Yesu anasema ya kwamba hakutaingiwa tena mwaka kwa mwaka, lakini nimeingia mara moja na mara ya mwisho.
Na maandiko yanasema katika kitabu hicho cha Ibrania, lakini chapter number 8, ya kwamba kuna kuhani mkuu ambaye anaangalia tabernakulo ya mbinguni, na huyu kuhani mkuu anainua dhabihu zetu mbele za Mungu. Na maandiko inasema ya kwamba lazima tukampatie kitu atakayoishika. Wacha niende katika ile maandiko kwa neema ya Bwana. In the book of Hebrews 8, we see that Jesus has become is now our high priest. Yeye ni high priest katika maisha yetu. Yeye ni high priest. Na sasa atuhitaji hakimu atakayeingia mahali pale mara moja kwa mwaka, lakini sisi tunaingia mahali pale kila wakati tunataka, katika hali ya utakatifu na damu ya Yesu. Maandiko inasema hivi katika Ibrania 8 na mstari wa kwanza, inasema hivi: basi katika hayo tunayosema, neno lililo kuu ndilo hili, tunaye kuhani mkuu wa namna hii, aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni. Kuna kuhani mkuu amekaa katika madhabahu ya mbinguni, na huyu ndiye alitukufia msalabani. Kwa hivyo hatufai kuwa na aibu, hatufai kuwa na udhaifu tunapomkaribia yeye. Ni kwa sababu ni kwa neema yake anasema tumkaribie. Ni kwa sababu yeye ni kuhani aliyechinjwa, si kuhani aliyetoa sadaka. Yesu ni kuhani aliyechinjwa katika dunia ili tukapate msaada. Na maandiko yanasema katika verse number 2 ya hiyo Wahibrania 8 ya kwamba mhudumu wa patakatifu na wa ile hema ya kweli ambayo Bwana aliweka, wala si mwanadamu. Yaani huyu ndi mkuhani anayehudumu, high priest huyu Yesu Kristo, patakatifu pa mbinguni, katika hema ya mbinguni. Unajua mbinguni kuna sanctuary, mbinguni kuna madhabahu, kuna heavenly altar. Na maandiko inasema katika hii altar kuna Yesu Kristo ambaye ni mwana wa Mungu, ambaye anahudumu katika madhabahu haya, na yeye aliyekuwa hapo kwa sababu yetu sisi wanadamu, na aliyekuwa na Mungu. Na verse 3 inasema ya kwamba maana kila kuhani mkuu huwekwa ili atoe vipawa na dhabihu, kwa hiyo lazima huyu naye awe na kitu cha kutoa. Huyu ni kuhani Yesu Kristo. Na kama utaweza kukaribia kiti cha rehema kwa ujasiri, lazima uwe na vipawa ukatolee Yesu Kristo. Na wacha nikuelezee vile huwa inafanyika. Vipawa ambavyo tunapeleka katika madhabahu ya kanisa, hizi huwa mkuhani anapoziinua, zinainuliwa kwa madhabahu ya mbinguni. Na ikinuliwa katika madhabahu ya mbinguni, maandiko inasema ya kwamba naye huyu kuhani mkuu ambaye ni Yesu Kristo lazima awe na vipawa vya kutoa. Na tatoa wapi hivi vipawa kama hatutoi sadaka katika nyumba ya Bwana? Hatutoi nini katika nyumba ya Bwana? Tumekaa hivyo na tunataka tukaribie kiti cha rehema kwa ujasiri. Ujasiri ni kuwa ya kwamba una dhabihu yako umepeleka katika nyumba ya Bwana, ukaribie kiti kile cha rehema kwa ujasiri. Na kikaribio tu, lazima ukaribie mpendwa. Lazima nikaribie kumtafuta Mungu. Na Mungu atafutu tu na maombi matupu, atuna rabazaya, unalikinta. Hii haitakusaidia sana. Inahitaji tangible things. And the Bible says, ukipenda huo you give. The Bible says, for God loves the world so much that he gave his begotten son. When you love, you give. And you give freely with love. Na hivyo ndivyo tunafaa kufanya. Tukienda nyumba ya Bwana, tuangalie ni wapi tunaweza simama katika pengo. Na katika hali hii, tutakuwa tukipeana, tutakuwa tukikaribia kiti cha rehema kwa ujasiri. Na tutakuwa tukienda mahali pa watakatifu. Mahali hapo the holy of the holiest, mpendwa, lazima tukae kama Mungu. Ili tukakaribia katika kiti cha rehema kwa ujasiri, lazima matendo yetu yampendeze Bwana. Lazima njia zetu zimpendeze Bwana. Ni kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Na unapojishikanisha na yeye katika hali hii ya utakatifu na katika hali ya ujasiri, Mungu huwa anatukumbuka. So kwa hivyo, point number 2, tukiwa katika hali ya boldness, tunaweza tukafika mahali pa utakatifu. We can arrive at the holy of the holiest. Wana wa Israeli hawakuweza kupata hii neema. Hata hawajui what we unajua siku hizi kuna ile tunaita neema. Kuna grace kubwa na Roho Mtakatifu anafanya kazi kwa njia ya kindani, na anafanya kazi akiwa ndani ya wanadamu, anadumu mahali pale akipatiwa nafasi. Hiyo ni kitu kufanyika hata kwa kina Samuel. Haikufanyika kwa kina watu waliokuwa mbele zetu, kina Joshua,
Hawa hakuwa na Roho Mtakatifu ambaye alikuwa anawaka ndani yao. Lakini sasa kwa sababu ya Yesu Kristo ambaye ni kuhani mkuu, tunaweza tuka-access the holy of the holiest. Jambo lingine ni hiyo tu nime-explain ya kwamba kwa sababu tuko na high priest. Hiyo tumesema tunaweza kafika mahali ya kwanza ni tunaweza access by the blood of Jesus that holy place, na ingine tumesema ya kwamba part number 2 imesema ya kwamba tunaweza fika holy of the holiest kwa sababu ya hiyo. Na ya tatu ni we have a high priest. Ndio nimesema ya kwamba tuko na high priest ambaye ni Yesu Kristo, ambaye anahudumu madhabahu ya mbinguni. Na ndiposa Mungu haweze kuwa pamoja nasi, lazima tukaweze kupatia huyu high priest vipawa vyetu. Na tutampatia namna gani? Ni njia ya sadaka katika mahali tunahudumu. Inua sadaka zako. Unapoziinua kanisani, naye Mungu huwa anatupatia hiyo neema ya kwamba hivi vipawa vyetu vininuliwa na Yesu Kristo mbele za Bwana. Akiziinua, naye Mungu akitazama damu iliyomwagika msalabani juu yake huyu kuhani mkuu ambaye ni Yesu Kristo, Mungu anakutendea. Si maandiko inasema ya kwamba huyu kuhani mkuu pia ni intercessor wetu mbinguni. Yesu anatuombea day and night. And you know what? Hizi vidonda vyake bado ziko fresh. Ili kuwe ni memorial. Because he was a memorial sacrifice. Yesu kwa tu memorial sacrifice ya once. Yesu was given once, but he is a memorial. Ni sadaka ya kumbukumbu ambayo inakumbukwa hata mbinguni. The Bible says wakati seal ilikuwa imefunga katika mbinguni, na book of Revelation, that there was a seal ambayo ingefunguliwa mtu yote, na watu wakalia sana mbinguni. Lakini the Bible says lakini malaika mmoja akaambia John, kuna kitu kimefanyika, kuna mwana kondoo ambaye atachinjwa kwa sababu ya hii. Na maandiko inasema ya kwamba nao wote wakamwabudu, wakaabudu Mungu na wakaabudu mwana kondoo. Ni kwa sababu kutakuwa na ushindi kwako na mimi. Na sasa kwa hivyo hiyo ndio high priest tunategemea siku ya leo. Hizo vidonda vyake havijakauka. And the Bible says alioneshwa kama a slain lamb, kama lamb ambaye ilikuwa imechinjwa, kondoo ambaye ilikuwa imechinjwa mbinguni. Na huu ni ufunuo wa Yohana the Revelator alipatiwa na Mungu. So kwa hivyo nasema hivi nikwambia kwamba mpendwa, kuwa na ujasiri ya kwamba maombi yako inafika mbinguni, na ndio Mungu aweza kuipiga muhuri kabisa. Yeye utazama vidonda, mashimo, mikuki iliyodungwa katika mbavu zake. Na maandiko inasema ya kwamba Mungu anapotazama hivyo, na vile Yesu Kristo anatuombea, unaona Mungu anaingilia katika maisha yetu. Na nionanga ya kwamba ukiwa mgonjwa, uombe katika kuamini, ukaribie kiti cha rehema kwa ujasiri, mambo yanafanyika. Ukiwa unapita katika mabonde ya kifo, ubonde wa mauti. Kuna wakati mimi unapita katika ubonde wa mauti mpendwa, unapita hakuna jambo linaonekana, ni giza tupu, ni milima. Wakati huo ukaribia kiti cha rehema kwa ujasiri, uambie Bwana bila kuchoka, najua unakuja. Ugonjwa huu umekemea katika mwili, lakini najua kwa kupigwa kwako nimepokea uponyaji. Hiyo ni ukisoma katika kitabu cha Isaiah 53 and verse 5 inasema ya kwamba kwa kupigwa kwako sisi tumepokea uponyaji. Uwe na namna vile unaweza karibia kiti cha rehema katika ujasiri na hekima ya Mungu. Utaona Mungu akitendea mambo makubwa mpendwa. Sijui unapitia kipindi kigani mwaka huu wa 2021. Sijui unapitia kipindi kigani mwezi huu tumeingia 11. Kuna mambo hayasongi, yamekuwa milima, yamekuwa chukizo, yamekuwa machozi, unalia kila siku. Na nikwambia kwamba kwa sababu ya kukaribia kiti cha rehema kwa ujasiri, Mungu anaenda kukutendea mambo ambayo si ya kawaida. Ukiamini na mimi natabiria maisha yako ya kwamba huyu kuhani ambaye alichinjwa, ambaye anainua vipawa vyetu mbinguni, anaenda kukutetea katika hali ya ushindi. Si ni yeye alijipeana akasema nichinjwe kama kondoo ili watu hawa wakapokee hata uhai wa milele na milele. Si ni yeye atakayekutetea. Ako mbele za Bwana, analia usiku na mchana akisema ya kwamba Baba wasaidie, Baba wajui lile wanalolifanya, naomba ukawasamehe. Forgive them Jehovah God. Wapatie wanavyohitaji. Huyu mama amelia siku nyingi. Yesu anapolia mbele za Bwana akiwa kuhani, naye Mungu anakuwa wa rehema. Rehema za Bwana na neema za Bwana zinashuka. Na zinaposhuka, Mungu anakutendea mambo ambayo unahitaji. Pengine unahitaji uponyaji. Pengine unahitaji ukainuliwe kiwango. Pengine ni biashara. Naye Mungu anasema ya kwamba rehema zangu zitakufikia mwanangu. Upendo ambao Mungu ametupenda nao, anahitaji tu tukamkaribie katika hali ya unyenyekevu.
Kwa maana Mungu anasema ya kwamba a contrite heart and a broken spirit I will not despise. Mungu hatadharau moyo ambao umepondeka, umeenda kumtafuta katika hali hii. Mungu lazima atatukumbuka. Mungu lazima atatutembelea na njia ambayo si ya kawaida. Haleluya. Bwana apewe sifa. Jambo lingine ni ya kwamba jambo ambalo linatusaidia kukaribia mahali pale pa Holy of the Holy, ama mahali ambapo panaitwa mahali the throne of mercy, ni katika kusema God is touched by our infirmities. Ini hiyo Hebrew tulikuwa tunasoma 4 mstari wa 15. Unasema ya kwamba kwa maana kuhani tuko naye ni yule anaweza guswa na udhaifu wetu. Hatuna kuhani ambaye hawezi kuguswa na udhaifu wetu. Hivyo ndio maandiko inasema hapo. Kwa hivyo ukishaelewa hata katika udhaifu wako, hata katika kulemewa kwako, hata katika njia ambayo umepita ambayo ni nzito, Mungu aweza akaguswa na mateso yako. Mungu huwa anaguswa na mambo yanayotendeka katika dunia. Pengine unaweza ukasema ya kwamba lakini Mungu ameguswa vipi na mimi sijalipa nyumba? Mungu ameguswa vipi na mimi nimezidi kulala njaa? Mungu ameguswa vipi na mwanangu au katika pipe hospitalini? Lakini mimi nikwambia kwamba tunaye Mungu ambaye aweza kaguzwa na udhaifu na mateso ya dunia. Na ukitaka kujua hivyo ndivyo ilivyo, Yesu Kristo hangetumwa, Mungu hangetumwa mwanae Yesu Kristo achinjwe kama kondoo, ateswe na aibishwe duniani kama ya kwamba hajaguswa na infirmities ama udhaifu wetu ama mateso yetu. So kwa hivyo Mungu wetu huwa anaguzwa na mambo tunayopitia katika maisha haya. Mungu wetu huwa anaguzwa na he is concerned about our lives. Hata kama vile unalala, si maandiko inasema ya kwamba nilipolala naye Mungu upendo wake ulinihifadhi akaniamsha vizuri. So kwa hivyo ni dhahiri ya kwamba unapokuwa katika dunia hii ujue Mungu huguzwa na udhaifu wako, Mungu huguzwa na mateso yako, Mungu huguzwa na kilio ambacho unalia. Kuna watu wako kama Daudi katika Zaburi anasema ya kwamba naye Mungu naye mimi nimelia sana, machozi yangu yamejaa katika pilo. Lakini kuambia kwamba mpendwa, hata kama umelia, kunaye kuhani ambaye anaguzwa na udhaifu wako. Pengine utasema ya kwamba nimeguzwa namna gani, na hata siku hizi siwezi nikaomba, familia yangu tuko katika hali ya mateso. Najua kuna watu ambao wanapitia kipindi ambacho itaitwa the valley of the shadow of the dead. Kuna watu wanapita kicho kipindi, na wakati huo ndio Mungu wa pamoja naye. Ni kwa sababu katika kitabu cha Zaburi 23 mstari wa 4-5 unasema ya kwamba though I go through the valley of the shadow of the dead I shall not be afraid. Why? Because his staff and rod shall comfort me. Ya kwamba Mungu atakuwa na wewe katika hayo mateso. Mungu hatakuacha. Si maandiko inasema katika kitabu cha Isaiah 43 ya kwamba hata kama utapita katika moto, hata kama utapita katika maji mengi, hayatakufurikisha. Ni kwa sababu kuhani mkuu huyu Yesu Kristo anakujali. Anajali yale mambo unapitia. Unahitaji tu kuinua imani. You release your faith and you tell God, I need to be transformed by renewal of my mind. Uambie Mungu nibadilishe mawazo. Juu kuna watu ushindi wao utakuja wakati watakapobadilisha mawazo. Na mimi nimeambia Mungu katika maisha yangu sitatingizwa na mambo ninayoyaona. Ni kwa sababu the Bible says you move by spirit and not by sight. Tukitazama mambo yale tunaona siku hizi tunaweza tukaishiwa na nguvu na tunaona ni kama kana kwamba Mungu hawezi. Kwa hivyo Mungu wetu ni kuhani, ama Yesu Kristo ambaye tunaliona na Mungu wetu ni kuhani ambaye anaweza kaguzwa na udhaifu na mateso yetu. So kwa hivyo, na ukitaka kujua ni ukweli, Yesu alipokuwa katika dunia hii, biashara kubwa alifanya duniani ni kuweza kufungua watu waliokuwa wamefungwa. Unakumbuka yule mjamaa ambaye alikuwa katika makaburi, alikuwa anaitwa the Legion kwa sababu alikuwa na 10,000 of demons. Na maandiko inasema ya kwamba Yesu alimhurumia na akatoa hizi demons. Na naweza kuambia cases nyingi sana Yesu alikuwa anafanya. Na maandiko inasema katika kitabu cha Acts 7:38 ya kwamba and how Jesus of Nazareth was full of Holy Ghost and power, that he went doing good and he was full of compassion. Yesu alikuwa amejawa na rehema na huruma. Na ndipo anasema he is a priest that can be touched by our infirmities. Mpendo, useme ya kwamba nimelemewa sana. Hata mimi katika maisha yangu nimepita hali ambazo nilisikia ni kama nimelemewa. Nikaona ni kama Mungu pengine huwa haguzwi
na hata udhaifu wangu na hata mateso yangu, lakini inahitajika mtu atakaye sema ya kwamba hata kama napitia katika ya mambo mazito, Mungu atakuwa pamoja nami. Jambo lingine ambalo linafanyika ni ati he destroyed our judgment on the cross. Napenda hii verse sana, ni kwa sababu inanionyesha ya kwamba mashtaka ambayo nilikuwa nimewekewa na Mungu kwa sababu shetani alisema ya kwamba tumetenda dhambi na sisi tunagawa dhambi ya Adam, lakini Mungu alikuja akasema ya kwamba akatuondolea hii makosa. Inapatikana katika Wafilipi 2:14. Wacha tuone makosa ambayo tulikuwa tumefanya iliondolewa. Katika Wakolosai 2 mstari wa 14 unasema ya kwamba, tusoma Kiswahili nasemanga vizuri sana ati ya kwamba akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa kwa kutustaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigogomea msalabani. Sikia hiyo powerful scripture. Hiyo andiko inasema ya kwamba ile ujasiri tuko nayo karibia mahali pa watakatifu ama the throne of mercy ni kwa sababu kila staka ambayo tulistakiwa na Mungu wetu kupitia makosa tuliyoandikiwa duniani, ya kwamba ilifutwa kwa damu yake. It was blotted out. Kublot out ni kufuta kabisa, na ni kwa damu yake ilikuwa blotted out. Na nikwambia kwamba tuko na ujasiri ya kwamba sisi sasa hatujaandikiwa dhambi, na dhambi ile utaandikiwa ni ile unatenda, na lazima uwe mtu wa kutubu sana ili uweze kukaribia kile kiti cha rehema, kile kiti cha msamaha. Lazima ukuwe mtu wa kutubu. Utubu hata wakati ule unadhani hujatenda dhambi. For the Bible says that everyone has fallen short of grace, his glory because of sinning. Dhambi zingine ni free, zinakuja free bila hata kuziarika. So kwa hivyo lazima tuwe watu wa kutubu. Na hiyo andiko linanifurahisha sana ya kwamba blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out away, nailing it on the cross. Hii kazi ya msalaba ilikuwa ni kazi kubwa Yesu aliyoifanya. Ni kwa sababu dhambi yetu iliharibiwa katika msalaba, na the Bible says that Jesus was made sin. Alifanyika dhambi Yesu Kristo. Na alipofanyika dhambi, yeye aliyeko msalaba kaharibiwa mwili wake. Na alipoharibiwa mwili wake, ndiyo dhambi zetu zikaharibiwa katika msalaba. And the Bible says for he was a sin for us. Na Yesu akafanyika akatusaidia sana. Tasoma hizo verse zingine, verse 15 nasema ya kwamba, and having spoiled principalities and powers, he made show of them openly, triumphing over them in it. Na hii verse ni mzuri sana, nasema Yesu alifanya hivi akiisha kuzivua enzi na mamlaka. Hizi enzi na mamlaka ni zile zilikuwa zinatuletea mateso, ushindi mbaya, tunashindwa. Na Yesu akasema hizi enzi zinaitwa principalities, akazivua mamlaka na kuzifanya kuwa gongo kwa ujasiri. Akizishangilia katika msalaba. So kwa hivyo Yesu alishinda hizi, akazishinda hizi principalities. Principalities zile nguvu zinafinyilia watu wa Mungu. Na watu ambao hawajaokoka wanafinyiliwa na principalities. Lakini sisi tuko ndani ya Yesu, hizi principalities hazina nguvu juu ya maisha yetu. Hizi enzi za kiroho sisi tunaweza kuzivunja, ni kwa sababu ya jina la Yesu linalo ushindi. So kwa hivyo jambo moja ni tuchukue na ujasiri ya kwamba hatujaandikiwa dhambi, na dhambi iliyoandikwa juu ya maisha yetu sasa ishaekwa katika msalaba. Na kwa sababu ya kazi ya msalaba sisi tumerudishwa tena kwa Mungu. The work of the cross, hauwezi ukaelewa, the work of the cross was ilikuwa ni kazi kubwa sana. Ni kwa sababu tulikuwa tumekuwa katika judgment. Niende katika point nyingine ni kusema ya kwamba control all things. Ni kwa sababu ukiingia katika the holy of katika his throne in boldness, mahali pa watakatifu in boldness, kitu kingine kinafanyika ni ati Ephesians 1:22 inasema ya kwamba unakuwa na ushindi wa vitu vyote, kucontrol vitu vyote. Na niweze control vitu vyote, unahitaji kuwa na ujasiri huu wa kiroho. Ephesians 1:22 tenda mahali hapo quickly. 1:22 inasema hivi. Inasema akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa ambalo ni wewe na mimi. Kwa sababu wewe na mimi
vitu vyote Mungu alizivitiisha. Maandiko inasema kwa Kizungu, alisubdue everything on the feet of Jesus. Ushindi tuko nao kwa sababu ya Yesu Kristo. Ni kwa sababu tunafaa kukaribia kitiki cha ujasiri, kwa sababu Yesu alishinda na vitu vyote vikatiishwa chini ya miguu yake. Iwe ni kifo cha milele na milele, iwe ni magonjwa. That's why watu wanaambiwa kanisani wanapona. That's why watu wanaekelewa mikono, demons zinaenda ama mapepo inatoka. Ni kwa sababu kuna ushindi katika damu ya Yesu. Kuna ushindi na mamlaka katika maisha yetu kama tuko ndani ya Yesu. So kwa hivyo kila kitu imetiishwa. So kwa hivyo sijui nini inakusumbua hapo nyumbani. Sijui ni familia inakutia wasiwasi, sijui ni school fees, sijui ni nini. Lakini hizo vitu tunazinenea tukiziambia kwamba nyinyi mmetiishwa chini ya miguu. Hizi ni enzi na mamlaka, ni principalities. Principalities usigojea ati kule tu mngangane na mapepo. Principalities ni hapa duniani. Unapata ya kwamba umegonjeka. Unapata ya kwamba una ukame wa kipesa. Unapata uko na stagnation. Hizo ni principalities ambazo tunafaa kuzitiisha, tuziambia kwamba Yesu Kristo vitu vyote viliwekwa chini yake, chini ya miguu yake. Hallelujah, praise God. Bwana pewe sifa sana. Mpendo, sijui unapitia kipindi kigani, lakini vile naweza kuambia siku ya leo, jua kuna ushindi ndani yako. Kuna ushindi kwa maisha yako. Ni kwa sababu kila kitu imetiishwa na imewekwa chini ya miguu. Wacha sema hiyo andiko kwa Kizungu na inasema, na Kizungu hiyo andiko hiyo tu moja 15 na Kizungu inasema 22. Inasema hivi, inasema and has put all things under his feet and gave him to be head over all things of the church. Akalete mambo yote akakuwa Yesu akakuwa ni kichwa na mwenye mamlaka. Jambo lingine ni linatuma tupate ujasiri wa karibia kiti cha rehema, ni jambo ambalo linaitwa the works of the cross, kazi ya msalaba. Na maandiko yanasema ya kwamba kazi ya msalaba ni what we call, ni ujinga kwa wale ambao hawajaokoka, ambao hawamjui Mungu, lakini kwetu sisi ni nguvu. So I go to 1 Corinthians chapter 1:16. Is it one? Yes, 1:16 inasema ya kwamba let me go there. 1 Corinthians chapter 1 verse 16. The Bible says this. The Bible says that maana Kristo hakunituma ili nimbatize. Hiyo ni 17. I go to verse 18. This is verse 18. Inasema ya kwamba for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but to us which are saved it is the power of God. Na kwa hivyo kuna ushindi kwa sababu kazi ya msalaba ni nguvu. Kazi ya msalaba ni nguvu kwa wale ambao tumeamini. Ni nguvu ya Mungu. So kwa hivyo kwa sababu ya nguvu ya Mungu twaweza tukaingia katika mahali pa watakatifu kwa njia ya ujasiri. Na Mungu ni mwema. Lingine ni ati ya kwanza ni resurrection of Christ. Kwa sababu ya the resurrection of Christ tunajua kwamba we can be able to access the holy of the holy. So kwa hivyo Mungu ni mwaminifu. Na mpenda, sijui unapitia mambo magani, lakini asubuhi ya leo nataka kukatabiria. Ni kuambia kwamba you can be able to draw near the seat of mercy and the seat of grace in confidence, ya kwamba kwa sababu siku ya leo Mungu anakuwazia mambo mema. Siku ya leo Mungu anakugojea mkakutane. Naye Mungu anakugojea mkasemezane. So siku ya leo mpendwa, na kutabiria kwamba it shall not be the same again in your lives. It shall be well. It shall be well with you. It shall be well with the righteous. Sijui umeomba siku nyingi ukimngojea Bwana, uko katika mifupa tanguaje bonde la mifupa mikavu, unakaa mahali pale umefinyiliwa sana, you are in the valley of the bones, dry bones, hakuna kitu kinafanya kazi, lakini I want to tell you today that your time is coming and God will do you great. Umefika mwisho mpendwa, Mungu akubariki, akutende mema, ni kwa sababu ni mwaminifu. Na niseme ya kwamba kama hujaokoka, useme Bwana Yesu, naja mbele zako, nisamehe dhambi na makosa, niandike katika kitabu cha uhai, nifute katika kitabu cha mauti, kwa sababu wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu. Mungu ukisema hivyo, Bwana atakuokoa. Ni kwa sababu inahitaji tu maneno. Ukafikiri maneno mbele za Bwana na ukaamini kwa moyo na utaokoka. Ukifanya hivyo, you have been born again.
Wacha tukaombe na kumaliza. Father, in the mighty name of Jesus, we bless your name, we magnify you, Jehovah God. This morning, Jehovah King, ni asante kwa neno lako Bwana, nimelinena kadri na mapenzi yako. Naomba Baba, msikilizaji akabarikiwe, hili neno likapandwe ndani yake Bwana, na ukaweze kumtenda mema. Naomba Baba, nguvu zako zikamfikie mahali alipo.